Kusema toka mwaka 2025 umeanza, unaweza ukasema kwamba umekuwa ni mwaka ambao umekuwa hauna bahati kwa Haji Manara, sivyo? Toka tu baada ya kuachana na aliyekuwa mke wake Zailisa, kuna mambo mengi ambayo yameenda yanamtokea, ambayo kwake unaweza ukasema umekuwa ni mkosi ambao kwenye maisha yake haujawahi kutokea kwa mujibu wa yeye anavyosema, sivyo? Kumekuwa kuna mambo ambayo yamekuwa yanatokea, mambo mengi sana ambayo yamekuwa yanamkabili Haji Sande Manara. Baada tu kuna baadhi ya vitu ambavyo vimetokea hapa. Ni namna ambavyo alivyokuwa anaongea kuhusiana na namna au na watu ambao ni wakaribu zaidi na ni watu ambao wanamsaidia sana kwenye maisha yake ya kila siku. Sasa baada ya hapo jana, kuna baadhi ya vitu ambavyo vilivuja vinavyomhusu Manara na watu ambao ni maarufu nchini Tanzania. Sasa baada ya Manara kupata taarifa au baada ya Manara kusikia kile ambacho kinamhusu yeye, kuna kupitia ukurasa wake wa Instagram alikuja kujibu kile ambacho kilikuwa kinazungumziwa kuhusiana na tabia yake, ambayo aliandika ujumbe mrefu na yote kwa yote alimwachia Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho kimemtokea kwenye maisha yake. Aliandika hivi: sikuwahi kuwaza kwamba niliishi na adui nyumbani kwangu. Sikuwahi kufikiria kumbe hata maongezi ya kifamilia yalikuwa yanarekodi baadaye kuwa mtaji wa kodi. Niuliza nini kosa langu ni kutoa talaka ambayo hakuna mwanaume angeacha kuandika. Sorry guys, lakini acha utukufu wa Mungu uje kutoa hukumu sahihi. Hichi Manara anachokizungumzia ni kuhusiana na sauti ambazo zinasambaa sasa hivi mtandaoni za kumuhusu yeye na baadhi ya watu ambao wamewataja katika zile sauti. Na kwa mujibu wa Manara anasema kwamba hichi ambacho kinatokea muda huu anahisi kwamba sosi wa hizi sababu au sosi wa hiki ambacho kinaendelea muda huu ni yule mwanamke ambaye alikuwa anaishi naye na muda sio mrefu ametoka kuachana, ambaye namzungumzia ni Zailisa. Lakini watu wamekuwa na maoni gani kuhusiana na hiki ambacho kimemtokea Manara baada tu ya hizi video kusambaa? Moja kati ya watu ambao wamekuja kucomment baada tu ya Manara kukutana na hili janga amekuwa ni Juma Lokole. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Juma Lokole amejirekodi na akasema kwamba hata akishikiwa msaafu yupo lazi kusema kwamba aliyevujisha hizi sauti hawezi akawa mwingine bali anawezekana akawa ni Zailisa, si ndivyo? Na mwingine akaandika kupitia ukurasa wake wa Instagram akasema wanawake ni sumu au wanawake ni watu ambao hawatakiwi kabisa kupewa uaminifu wote. Manara akaja kujibu ile comment akasema, haki ya Mungu siamini kwamba mwanamke ambaye nilikuwa naishi naye ndio anaweza akakuwekea sumu na akakuua kabisa, si ndivyo? Na kumekuwa kuna maoni mengi kuhusiana na hiki, lakini kwa mujibu au kwa baadhi ambao wanamjua Manara na kutokana na the way ambavyo Manara anavyoishi, nikaja kukumbuka kauli moja ambayo aliandikaga Uchebe kwenye ukurasa wake wa Instagram baada ya Manara kuachana na Zailisa na baada Zailisa kuposti zile ujumbe kuhusiana na Manara ambavyo alivyokuwa anaishi naye. Nikakumbuka kwamba Uchebe alisemaga kwamba mwanamke ni kama vile spare za gari ambazo unaweza ukazibadilisha sehemu yote na wakati wowote na ukapata spare nyingine na ukaendelea na maisha yako, si ndivyo? Lakini Manara mpaka sasa hivi mpaka anafika hapa ameweza kufanikisha kufunga ndoa isiyopungua na wanawake 6, yani maana yake ana jumla ya ndoa 6 mpaka muda huu. Lakini sasa hivi hatuwezi tukasema kwamba kuna mahusiano public ambayo ameyaweka, lakini all in all unaweza ukasema Manara amekuwa ni moja kati ya watu ambao ni strong kutokana na kile ambacho anakipitia kwenye maisha yake. Ingekuwa kwa mtu mwingine ambaye hana msimamo madhubuti kwa hiki ambacho kinatokea, maybe tungekuwa tunasikia mambo mengine, na wengine wakaenda mbali zaidi wakasema kwamba kwa hiki ambacho Manara anapitia inawezekana ikawa ni somo kwa wale wengine ambao wanapenda kuishi na wanawake au wameishi na wanawake ambao wanakuja kwako kwa ajili ya maslahi. Wakikipata kile ambacho wanachokitaka basi hawana budi kukupiga kibuti then wakaendelea kufanya mambo yao mengine, si ndivyo? Lakini unaweza kusema kwamba upande wangu mimi naweza nikasema kama mwanaume unaweza kampa pole mshikaji kutokana na hiki ambacho anachokipitia, si ndivyo? Lakini wewe ambaye unanisikiliza muda huu kupitia Mbayu TV, una ujumbe gani kuhusiana na hiki ambacho Manara amekumbana nacho, si ndivyo? Kama hujatufollow kwenye ukurasa wetu wa Instagram tunatumia kama Mbayu TV, na kama hujasubscribe channel yetu ya Mbayu TV on YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili wa kwanza kupata habari na matukio ambayo sisi tunakuwa tunayaweka humu ndani. Lakini usisahau kumfollow Mr. Info JBZ kwenye ukurasa wake wa Instagram, anatumia hivyo. Chao.